Mkuu wa Mkoa wa Songwe Jabiri Makame amefanya ziara ya kushtukiza katika mpaka wa Tunduma kukagua utekelezaji wa maagizo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kuhusu upanuzi wa barabara ya kuelekea mpaka wa Tanzania na Zambia kwa njia 4 ili kurahisisha malori kuvuka mpaka kwa haraka na kupunguza msongamano wa malori Tunduma. Akizungumza mara baada ya ukaguzi wa kazi hiyo, RC Makame ameeleza kutoridhika na kasi ya utekelezaji wa ujenzi wa mradi huo, ambapo mpaka sasa TANROADS wanaendelea na ujenzi wa barabara ya mchepuko, na kwa upande wa TRA bado hawajabomoa ukuta kuruhusu upanuzi wa barabara hiyo kwa kigezo cha kusubiri taasisi zingine ikiwemo TTCL, TANESCO na mamlaka ya maji kumaliza kazi yao. Mimi naitumika na bana, hizi ni ripoti zaidi. Kwa mimi binafsi sijaridhika na kasi yenu ya utekelezaji. Watu wa TANROADS niwaambieni kabisa ukweli. Sijaridhika na spidi yenu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali yaliyotolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa TRA sijaridhika na maagizo ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnatuchelewesha. Hii changamoto ni changamoto ya muda mrefu. Tumezungumza tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara hapa, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa ngapi ilikuwa? Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 12. Leo tunazungumzia zaidi ya mwezi mzima. Bado mnaendelea kufanya vikao, mnafanya vikao mpaka lini? Mbona mnataka kutuchelewesha? Sasa mimi nawaambieni, watafutieni hawa watu wote mpaka kufika kesho asubuhi. Mimi nataka kila mmoja anayehusika ametimiza wajibu wake. Sio, tumeelewana? Kama kuna mtu wa TTCL anahusika na kuhamisha hivyo na niuzao mitambo yake, fanyeni utaratibu, hamisheni. Kama kuna miundombinu ya maji, kama kuna miundombinu ya umeme, kila anayehusika leo asilale, asiende kulala nyumbani kwake leo. Yaani asiende kulala nyumbani kwake. Mimi nataka kazi iwe inaendelea kufanyika. Nyinyi watu wa TANROADS, kesho nataka kazi ianze kufanyika. Huyu ambaye mkandarasi mmeshampata, kazi ianze kufanyika. Ile kazi ya upanuzi wa ukarabati wa ile barabara ya mchepuko, kuweza kuwezesha huduma zingine ziweze kuendelea bila kukwama, ikamilike. Na tukitoka hapa mtoke na madereva, nendeni mkawaonyeshe pia, kwa sababu na wao pia wanaweza wakawa na ushauri kwamba hapa container tukikata kona inaweza ikawa hivi, hapa tukikata kona inaweza kuwa hivi. Kwa hiyo washirikisheni, wapite, wawe na maoni yao, lakini yazingatieni na muitengeneze kile barabara katika kiwango ambacho malori hayatakwama, kwa sababu tunaweza tukawapeleka kule pia tukasababisha tena mkwamo na kunaweza ukawa na msongamano tena mwingine. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe, serikali inapotoa maagizo yanatakiwa yatekelezwe ndani ya muda mfupi, sio kusuasua kwenye kutekeleza maagizo, kwa sababu tukisuasua tunawacheleweshea wananchi maendeleo. Serikali ilishafanya uamuzi, serikali ilishatoa fedha tayari. Mheshimiwa Rais ameidhinisha fedha hapo zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya hiyo kazi kuweza kufanyika. Yuko tayari kutoa hizo fedha, na watu wa TANROADS wameshaambiwa mkandarasi, mleteni fedha, ziko tayari. Mheshimiwa Rais ameshazitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alishatoa maelekezo. Maana yake wanaotuchelewesha ni hawa mabwana. Serikali haina deni na nyinyi. Na ndio maana leo nimekuja kukagua kazi na sijaridhika na spidi yao. Kesho asubuhi ninataka taarifa pia ya hatua ambayo tuliofikia kuanzia sasa hivi. Maana yake wote wanaohusika, TTCL aje hapa site, mtu wa umeme aje site, sio mtu wa maji aje site, kila anayehusika waje site, muweze kuangalia namna bora ya utekelezaji. Kwa sababu kama mlikuwa mnajua, wakati wa kuanza hili zoezi tunatakiwa tuendelee na zoezi, wakati huo huduma hapa za kituo chetu cha OSBP hazikwami. Manake hiyo kazi ilihitaji muda mrefu wa utekelezaji wake, maandalizi yake. Maana tangu kipindi kile mpaka leo hii mngekuwa tayari mmeshafanya kwa utaratibu mzuri, mmemaliza hiyo kazi. Sasa nyinyi mko taratibu, kikao mmekaa juzi kujadiliana. Maagizo yametolewa tangu mwezi mmoja. Sasa msitake tufanye maamuzi mengine. Kabla ya kufika huko, mimi nataka kazi ianze mara moja kuweza kutekelezeka.